Habari za mchana wapendwa wasikilizaji na watazamaji wa Kivu News Info, tunakaribisha tena kuungana nasi katika matangazo yetu ya mchana leo, ikiwa ni tarehe 9 Juni mwaka 2026. Nini Kivu News Info, mahali ambako tunapata taarifa sahihi za haraka na zenye kuaminika kutoka ndani na nje ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na maeneo mengine ya dunia. Basi katika mchana leo tutaendelea kusogezea habari zote muhimu za kisiasa, kiusalama, kijamii na kiuchumi zinazogusa maisha kila siku ya wananchi. Na tuendelee kujuza tu kwamba kila siku tunaendelea kuletea matangazo yetu tukiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na basi kama ilikuwa ndo mara kwanza unakutana nasi kupitia mtandao wa YouTube, basi kabla chote kile ningekuomba na kusifu kitu kimoja, kisha umesubscribe, kulike, comment na kushare, na kwa lugha nasema kujabone, kueme vile vile na kupartager kuendelea kusambaza habari kwa walio wengi zaidi. Na basi kama taruta kama umeshafanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana kwa kuchagua Kivu News Info kama kituo chako chema cha matangazo. Nia na mazungumzo yetu kila siku nishatumuletea habari sahihi zenye kuaminika tena kwa muda mwafaka. Hivyo basi naendelea kutuandikia na ukatujuza unatusikiza kwa sehemu gani, naomba ukatuambia maoni yako aiza mapendekezo yako. Langu jina mimi ni Teloje Lulonga, basi nakualika kuwa na mimi mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu ya mchana leo kwa tarehe 9 Juni mwaka 2026. Nini Kivu News Info, sauti ya wananchi, basi karibu tukupashe. Katika mkoa wa Kivu Kaskazini, hususan katika mji wa Beni, hali ya usalama inaendelea kuwa changamoto kubwa kufuatia kuongezeka kwa matukio ya uvamizi yanayosababishwa na kundi la ADF, tukio ambalo limeendelea kusababisha hofu na majonzi kwa wakazi wa eneo hilo. Kwa mujibu wa taarifa zilizothibitishwa, shambulio la hivi karibuni katika eneo la Ngadi limeacha takriban watu 20 waliopoteza maisha, miongoni mwao akiwemo msanii wa jamii ya Bapigme Nzanzu Mangesa, tukio ambalo limezua mshtuko mkubwa ndani ya jamii na wasanii na wakazi wa Beni kwa ujumla. Kutokana na hiyo, vijana wa mji wa Beni wameamua kuchukua hatua ya kujikinga kwa kuanzisha doria za kiraia za usiku katika baadhi ya vitongoji vya mji huo. Hatua inalenga kusaidia kuimarisha ulinzi wa raia wakati wa kukabiliana na kile walichokeleza kwa ongezeko la vitendo vya uhalifu na ukosefu wa usalama unaoendelea. Viongozi wa mpango wa doria za wananchi wanasema kuwa wamechukua uamuzi baada ya kuona kwamba mifumo ya usalama iliyopo kwa sasa haijakuwa na uwezo wa kutosha kuzuia kikamilifu vitendo vya kundi la ADF vinavyoathiri maisha ya raia. Wanasitiza kuwa hatua hiyo sio mbadala kwa vyombo vya dola, bali msaada wa kijamii unaolenga kuongeza macho na tahadhari mitaani. Wametoa wito kwa wakazi wa Beni kushiriki kamilifu katika mfumo wa ulinzi wa jamii, ikiwemo kutoa taarifa za mapema kuhusu mienendo inayotia shaka, kusaidia vyombo vya usalama kuchukua hatua kwa wakati. Hata hivyo, baadhi ya wachambuzi wa masuala ya usalama wanaona kwamba ingawa juhudi za wananchi zinazoonya mshikamano wa kijamii, ni muhimu kuhakikisha kuwa doria hizo zinafanyika kwa mpangilio mzuri ili kuepuka hatari za kujichukulia sheria mikononi au kuleta mvutano isiyo na lazima. Wakati huo, wakazi wa Beni wanaendelea kuiomba serikali na mamlaka za usalama kuongeza juhudi za zaidi katika kulinda raia na kumaliza kabisa tishio la ADF ambalo limekuwa likisababisha madhara makubwa kwa miaka kadhaa sasa. Watoto wa Beni mulamuke mjiproteje. Na Beni ndio si tena kila watu wajifanye security kwao, kila watu mkartier. Alors bon, binawaza kama tushaambia wajene vya mingi sana. Beni kama hatupendi kujisekirize siye vijana, hakuna mtu atatusekiriza. Siye peki nomba ndio tunavei kusekirite yetu. Tumemaliza patrouille, tumefika kule Belere, tuliingia Boikene, tumerudia Masiani, tumetoka Kasabi, Tika, nyuma masomo, tumeshunguruka partout. Parce que hii commune Rwenzori tulisema kama leo tutafanya mo sécurité sana. Ewa, bravo. Bajene ya commune Rwenzori, bajene ya Boikene, ya Ngadi. Merespe. Mamoto gizi nimeziona, nimekuwa nafika kwa baadhi ya watu biko bajene biko determine. Usipatane na ule mwerewere wa TikTok, kama WhatsApp, achana na wamingi TikTok ile tuseme. Wamingi ni wangufu kule, nyie njoo mnakuwa sur terrain na nyie njoo mnafanya kazi. Merci beaucoup. Courage en tout cas, respect, nimesema kama nyie njoo wa general, nyie njoo wa colonel, nyie njoo wa major, nyie njoo wa capitaine, nyie njoo wa lieutenant, wa sous-lieutenant, wa ajida. Njoo nyie. Na hakuna wengine na nyie njoo mko nachunga wa maire. Hapa tuko deja Bele, rais wa wajene huyu Simba Boy, wa FB na wajene wa mingi sana njoo wa huku. Piko walala nje, residentiel siyo wapi, hakuna watu watawalaliaka nje, huku si Bele niko nachunga kwa hapo. President waambi, wito wenyewe niko nao, ningependa tumobilize jeunesse ya presque ville ya Beni yote kwa territoire, tulamuke.
tukue vigilant. Kama tukue vigilant vraiment adui atatuonelea. Kama si atulamuke, ça veut dire que tutacha mwingine naanguka. Les amis de la liberté, artistes et musiciens, hakuna matatuchungia maisha. Sie bote fo tunalamuka, tunakuwa na gonga moto. Baba, nyenjo mutauzia ba jeune hizi mamotoro. Nyenjo mutauzia hizi mamotorola. Munabauzia masifle. Sifle ni ngapi? Munakuwa na baraforce kumakoni. Watu wanakuwa biko sienjo tutazigombania. Hakuna patrui, hakuna wanafanyaka patrui. Ni babandi ndio wanakuwa biko wanazunguruka huku na biko wanatutesa. Alors, macho yenu ni kwa baba jeune. Donc tuko déterminé déjà watu waanze uza vifaa kila mtu mniveau yake, kisienjo tutasekirize. Na sasa mko na Motorola mnakuwa na makode. Vile yote ni kumoto, hatutavisema hapa. Alors, bajene, muende kuma moto mkartie yenu, muanje mamoto, muashe mamoto mkartie yenu, tutakuwa na zunguruka na tuko na papatia zingine ma strategie kumoto. Hatuwezi wapatia zio hapa ku réseaux sociaux, watu waone gizi mtakuwa nafanya. Ni kumoto. Tuwakute kumoto kwenye mko mnafanya. Tuwakute kumoto ndio kwenye tutaongelea. Donc bravo commune Rwenzori, munekera ishaka mbwatele pa na zingine makomine na zingine makartie, ma cellule. Hakuna mwatabalamukia anda bafanyizia security kama nyinyi mko mnafanya security ya kwenu. Haiko. Hakuna mwatafanya security kama nyinyi mpende furaha ya kwenu. Haiko. Merci. Katika eneo la Lubutu, jimbo la Maniema, hali ya utulivu imerejea siku ya jana Jumatatu tarehe 8 Juni baada ya mwisho wa wiki iliyotawaliwa na mvutano mkali na mapigano makali kati ya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kikundi cha wanamgambo wanaojulikana kama Wazalendo wanaongozwa na kiongozi anajitangaza Jenerali Alfani Bukuyu. Kwa mujibu wa taarifa kutoka vyanzo vya mamlaka za mkoa pamoja na vyombo vya habari vya ndani, mzozo ulizuka baada ya wanamgambo wao kujaribu kuvamia na kupora gala ya silaha la jeshi la serikali lilopo karibu na eneo la Lubutu. Jambo hilo lilichukuliwa kama tishio kubwa kwa usalama wa kijeshi na kwa taifa kwa ujumla, aliyosababisha majibu ya haraka kutoka kwa vikosi vya FARDC vilivyokuwa kazini. Katika kujibu shambulio hilo, jeshi la serikali liliingia katika mapigano makali na wanamgambo wao ambako milio ya risasi ilisikika kwa muda mrefu katika maeneo kadhaa mji na viunga vyake. Hatimaye vikosi vya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo vilifanikiwa kudhibiti shambulio hilo na kuwazuia washambuliaji kufikia gala hilo la silaha. Hata hivyo, mapigano haya yameacha maafa makubwa kwa jamii ya kiraia na ripotiwa kwa watu wasiopungua 9 wamepoteza maisha, kwa wengine kadhaa wakijeruhiwa kutokana na milio ya risasi na machafuko yaliyotokea wakati wa makabiliano hayo. Vile vile baadhi ya vifo hivyo vimeripotiwa kuwa vya raia waliokutwa katikati ya mapigano hayo. Kutokana na hali ya hofu na sitofahamu iliyotanda wakati wa mapigano hayo, wakazi wengi wa Lubutu walazimika kukimbia katika misitu inayozunguka eneo la ili kujinusuru na hatari ya risasi na machafuko. Familia nyingi zilitenga kwa muda, huku wengine wakitafuta hifadhi katika maeneo salama zaidi ya vijiji na kijiji jirani. Baada ya juhudi za vikosi vya usalama kurejesha utulivu, wakazi wameanza kurejea taratibu katika makazi yao, ingawa hali ya wasiwasi bado inaendelea kuonekana kutokana na kumbukumbu ya mapigano na hofu ya uwezekano wa kurejea kwa vurugu. Mamlaka za mkoa zimetaka wananchi kwa watulivu na kushirikiana na vyombo vya usalama kwa kutoa taarifa zote za kutiwa shaka ili kuzuia matukio kama hayo yasijirudilie. Vile vile zimeahidi kuimarisha ulinzi katika eneo hilo na kuhakikisha usalama wa raia na mali zao. Wakati huo, wachambuzi wa masuala ya usalama wanaeleza kuwa tukio hili linaonyesha changamoto inayoendelea kwa uwepo wa makundi yenye silaha yasiyo rasmi katika baadhi ya maeneo ya mashariki mwa nchi, yanayohitaji juhudi za ziada za kijeshi na kisiasa ili kurejesha amani ya kudumu. Katika mji wa Lome, Togo, kwa mpango wa rais wa baraza la mawaziri wa nchi hiyo ambaye pia ni mpatanishi mkuu wa Umoja wa Afrika katika mgogoro wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kumefanyika kikao cha kiufundi na cha tathmini ya mchakato wa amani kinachoendelea katika eneo hilo. Kikao kimefanyika kuanzia tarehe 7 hadi tarehe 8 Juni, kimekutanisha wadau mbalimbali wa kikanda na kimataifa wanaohusika na juhudi za kurejesha amani mashariki mwa DRC. Mkutano unalenga kutathmini maendeleo ya mchakato wa amani pamoja na hali ya usalama ilivyo mashinani. Katika
kikao hiki kinakuja takriban miezi 6 baada ya mkutano mwingine uliofanyika pia Lome katika mazingira ambayo bado yanaonyesha changamoto kubwa za kiusalama, huku mapigano yakiendelea kati ya waasi wa M23 wanaodaiwa kuungwa mkono na Rwanda dhidi ya vikosi vya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, aliyoendelea kusababisha vifo na maelfu ya watu kuyahama makazi yao. Kwa mujibu wa taarifa ya Umoja wa Mataifa nchini Togo, viongozi wa ngazi ya juu wa kimataifa wameshiriki, wakiwemo wakilishi wa katibu mkuu wa Umoja wa Ulaya kwa eneo la Maziwa Makuu na mkuu wa MONUSCO nchini DRC James Swan, pamoja na wadau wengine wa kikanda na kimataifa. Akifungua mazungumzo ya serikali ya Togo imesisitiza kuendelea kuunga mkono juu zamani katika mashariki mwa DRC, kieleza kuwa suluhisho la kudumu linahitaji ushirikiano wa pamoja na mazungumzo ya kweli kati ya pande zote. Kikao hicho kimepitia tathmini ya kazi za jopo la wasaidizi wa upatanishi, sekretari ya pamoja na mchakato inaendelea kwa diplomasia ikiwemo yale ya Washington na Doha. Lengo ni kuimarisha mshikamano wa kutoa mwongozo na hatua zinazofuata. Baada ya majadiliano yanatarajiwa kuandaliwa ripoti ya pamoja na mkutano wa ngazi ya juu kati ya washiriki na wapatanishi wa Umoja wa Afrika huko. Muundo huo wa upatanishi wa Umoja wa Ulaya unaongozwa na Faure, akisaidiwa na jopo la wasaidizi wanaoshughulikia sekta tofauti za mgogoro, kuanzia usalama, masuala ya kibinadamu, mazungumzo ya makundi yenye silaha, ushirikiano wa kiuchumi na masuala ya maridhiano. Taarifa hii inaonyesha juhudi zinazoendelea za diplomasia za kutafuta amani ya kudumu mashariki mwa DRC licha ya changamoto zinazoendelea katika uwanja wa mapambano. Katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo amempa maagizo maalum gavana mpya wa kijeshi wa mkoa wa Ituri kaskazini mashariki mwa nchi kuhakikisha kurejeshwa kwa amani ya kudumu katika eneo hilo na endelea kukumbwa na changamoto za kiusalama. Hayo yameelezwa kufuatia kikao kilichofanyika siku ya jana Jumatatu tarehe 8 Juni katika ikulu ya Umoja wa Afrika iliyopo Kinshasa, ambako Rais Tshisekedi amempokea rasmi Meja Jenerali Kagabi Kasongo ambaye hivi karibuni aliteuliwa kushika wazifa wa gavana wa kijeshi wa Ituri. Kwa mujibu wa taarifa kutoka ikulu ya rais, kiongozi wa nchi anasisitiza umuhimu wa gavana huyo mpya kuweka mbele jukumu la kurejesha amani ya haraka lakini ya kudumu pamoja na kuhakikisha usalama wa raia na mali zao katika mkoa huo unakabiliwa na machafuko ya mara kwa mara. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi amemtaka Meja Jenerali Kasongo kuchukua hatua za haraka kwa madhubuti za kurejesha utulivu, kuimarisha utawala wa sheria na kuhakikisha kuwa amani inarudi kwa njia endelevu katika Ituri. Amesisitiza kuwa kazi hiyo inapaswa kufanywa kwa umakini mkubwa kutokana na hali nyeti ya usalama katika eneo hilo. Katika maagizo yake, rais amemtaka gavana huyo mpya wa kijeshi kuhakikisha anashirikiana kwa karibu na vyombo vya usalama, viongozi wa kijamii pamoja na jamii za wenyeji ili kuwezesha kurudi kwa wakimbizi wa ndani katika maeneo yao ya asili kwa usalama na heshima. Lengo kuu la maelezo yao ni kuhakikisha kuwa watu walazimika kuhama makazi yao kutokana na machafuko wanarejea nyumbani na kuanza tena maisha yao katika mazingira salama na utulivu. Kwa Ituri umekuwa ukikabiliwa na changamoto za kiusalama kwa muda mrefu kutokana na uwepo wa makundi yenye silaha, mashambulizi ya mara kwa mara dhidi ya raia pamoja na migogoro ya kijamii na kikabila inayozidi kuchochea hali ya kutokuwa na utulivu. Uteuzi wa gavana wa kijeshi katika mkoa wao unaonekana kuwa sehemu ya juhudi za serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuimarisha udhibiti wa kijeshi na kurejesha mamlaka ya serikali katika maeneo yanayokabiliwa na machafuko. Kwa upande wake, Meja Jenerali Gabi Kasongo anatarajiwa kuanza kazi mara baada kwa kushirikiana na jeshi la taifa na taasisi nyingine za usalama ili kutekeleza maagizo aliyopokea kutoka kwa mkuu wa nchi. Taarifa hiyo imetolewa na ikulu ya rais ikionyesha dhamira ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuendelea kushughulikia changamoto za usalama katika eneo la mashariki mwa nchi. Muungano wa upinzani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unajulikana kama Article 64 umetangaza kuharakisha kwa muda uwasilishaji wa malalamiko yake dhidi ya Rais Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ili kuweza kugusia ushahidi mpya wa sheria na wa kimazingira unaendelea kukusanywa. Tangazo limetolewa siku ya jana Jumatatu tarehe 8 Juni kupitia taarifa rasmi iliyosainiwa na viongozi wakuu wa vyama vya makundi yanayounga muungano huo wa upinzani ikiwemo Martin Fayulu wa chama cha ECD, Jean-Marc Kabunda, Moise Katumbi wa muungano wa Assemblée pour la République, Augustin Matata Ponyo wa LGD pamoja na Deli Sesenga wa chama cha Anvol. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, uamuzi wa kuwarahisisha hatua ya kisheria dhidi ya rais unalenga kuhakikisha kesi hiyo inawasilishwa ikiwa na imekamilika kwa ushahidi wa kutosha wa kina na unaweza kuwasilishwa mbele ya vyombo vya sheria bila upungufu wa kimtindo au kimaudhui. Viongozi wanasema kuwa hiyo ni hatua ya kimkakati zaidi kuliko kuhakikisha mchakato ambao unaweza kupungukiwa na nguvu za kisheria. Muungano huo wa CES64 umesitiza kuwa lengo lao la haujabadilika
Afrika ambalo ni kutetea haki, katiba ya nchi, kulinda utawala wa sheria na kuhakikisha kuwa taasisi za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zinafanya kazi kwa kuzingatia misingi ya kidemokrasia na uwajibikaji. Katika taarifa yao, viongozi wanasema kuwa wanaendelea kukusanya vipengele vipya vya kisheria na ushahidi ili kuhalisia vinavyohusiana na madai hayo ambavyo vitasaidia kuimarisha kesi yao mara itakapowasilishwa rasmi katika vyombo husika. Muungano umeeleza kuwa uamuzi wa kuharisisha si ishara ya kurudi nyuma, bali inatoa kuimarisha msimamo wao na kuhakikisha kuwa hoja zao zinakuwa na uzito wa kisheria na kisiasa unaostahili katika mazingira ya sasa ya nchi. C64 imesisitiza kuwa itaendelea kufuatilia kwa karibu mwenendo wa kisiasa na kisheria nchini, huku ikitoa wito kwa taasisi za taifa kuheshimu katiba na kuhakikisha utawala wa sheria unazingatiwa bila upendeleo wala shinikizo la kisiasa. Muungano unaendelea kujitambulisha kama jukwaa la kisiasa linalounganisha viongozi wa upinzani nchini DRC ikiwa na lengo la kuimarisha sauti ya pamoja dhidi ya kile wanachokita changamoto za utawala na utendaji wa nchi. Hatimaye taarifa imehitimisha kwa kusisitiza kuwa hatua zote zinazochukuliwa na muungano huo zinalenga kulinda mustakabali wa kidemokrasia wa taifa na kuhakikisha kuwa haki ya katiba vinaheshimiwa kikamilifu. Katika kukabiliana na kuongezeka kwa mashambulizi yanayofanywa na kundi la waasi ADF mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, serikali ya nchi imesitiza tena dhamira yake ya kuimarisha mapambano ya kijeshi pamoja na msaada wa kibinadamu kwa wananchi walioathirika. Msemaji wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Patrick Muyaya, ameeleza wazi kuwa serikali itaendelea kuonyesha mshikamano wa kitaifa kwa wakazi wa maeneo yaliyoathirika zaidi, hususan watu wa Beni katika jimbo la Kivu Kaskazini pamoja na wakazi wa Mombasa katika jimbo jirani la Ituri. Kwa mujibu wa serikali, maeneo hayo mawili yameendelea kuwa chini ya mashambulizi ya mara kwa mara ya waasi wa ADF yanayosababisha vifo, uharibifu wa mali na kuhama kwa wananchi wengi kutoka makazi yao. Katika upande wa usalama, serikali imeeleza kuwa operesheni za kijeshi zinaendelea kwa kasi kupitia vikosi vilivyoko kwenye maeneo hayo ambapo kuna muundo maalum wa kijeshi unaofanya kazi katika sekta mbalimbali za operesheni ndani ya majimbo ya Kivu Kaskazini na Ituri. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeeleza kuwa vikosi vya jeshi la taifa FARDC vinaendelea kuimarishwa ili kuongeza uwezo wa kukabiliana na mashambulizi hayo ya waasi. Lengo kuu ni kuhakikisha kuwa maeneo yote yaliyoathirika na rejesho salama na wa kudumu na wananchi wanarudi kwenye maisha yao ya kawaida. Katika juhudi za kuongeza ufanisi wa operesheni hizo, serikali ya DRC pia inaendelea kushirikiana na nchi jirani kama Uganda kupitia operesheni ya pamoja inaitwa Shujaa, ambayo inalenga kwa kuwabana na kuwazuia waasi wa ADF wanaojificha katika maeneo ya misitu na mipaka ya nchi hizo mbili. Patrick Muyaya ameeleza kwa ongezeko la ukatili la waasi wa mashambulizi ya ADF hivi karibuni linatokana na shinikizo kubwa la kijeshi na lowekwa dhidi yao. Kwa mujibu wake, waasi wanajikuta wakibano na mashambulizi ya vikosi vya jeshi, mara nyingi kulipiza kisasi kwa kushambulia raia wasio na hatia ili kueneza hofu na taharuki. Amesema kwa vitendo hivyo vya kikatili vinapaswa kuwalainiwa vikali na kwamba serikali itaendelea kuhakikisha kuwa mashinikizo ya kijeshi dhidi ya makundi hayo yanaongezeka hadi vitisho hivyo viishe kabisa. Zaidi ya operesheni za kijeshi, serikali imeweka pia mkazo mkubwa kwenye upande wa kibinadamu. Inasisitiza kuwa hali ya watu waliokimbia makazi yao na wale walioathirika moja kwa moja na mashambulizi wanafuatiliwa kwa karibu na kila kikao cha serikali. Kwa mujibu wa utaratibu ulioweka kila siku ya Ijumaa katika baraza la mawaziri, waziri wa nchi anashughulikia masuala ya kijamii, misaada ya kibinadamu na mshikamano wa kitaifa anawasilisha taarifa za hali ya kibinadamu nchini. Taarifa hiyo inalenga kuhakikisha kuwa misaada ya dharura ikiwa ni pamoja na chakula, huduma za afya na makazi ya muda inawafikia watu walioathirika katika maeneo ya Ituri na Kivu Kaskazini kwa wakati unaofaa. Serikali imesisitiza kuwa itaendelea kuunganisha nguvu za kijeshi na msaada wa kibinadamu ili kuhakikisha kuwa amani na rejea na maisha ya wananchi katika maeneo ya Beni na Mombasa yanarudi kama hali ya kawaida. Na ni kufikia hapa ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya mchana wa leo kupitia Kivu News Info. Tunashukuru sana kwa kuwa pamoja nasi kuanzia muda wote wa matangazo haya. Basi endelea kufuatilia channel yetu ya habari sahihi za haraka na zenye kuaminika kutoka ndani na nje ya nchi. Tunaendelea kujitahidi kukuletea taarifa zote muhimu zinazogusa maisha kila siku ya wananchi wetu. Na kabla hujatimisha matangazo yetu ya mchana wa leo, naendelea kukumbusha kwamba wewe ndio ulikuwa mara kwanza unakutana nasi kupitia mtandao wa YouTube. Basi kabla kuondoka, ningekuomba na kusiku fact moja, kisha umesubscribe, kulike, comment na kushare, na kwa lugha wanasema kujabone, kueme vile vile na kupartaje kuendelea kusambaza habari kwa walio wengi zaidi. Na basi kama taruta kumeshafanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana kuchagua Kivu News Info kama kituo chako chema cha matangazo. Nia na mazumuni yetu kila siku shatu tunakuletea habari sahihi zenye kuaminika tena kwa muda mwafaka. Basi naendelea kutuandikia na ukatujuza unatusikiliza kwa sehemu gani, unaenda kutuambia maoni yako aiza mapendekezo yako. Basi tunakutakia mchana mwema wenye amani na utulivu. Tukutane tena katika taarifa zetu za jioni. Asanteni sana kwa kuendelea kutusikiliza.
Skrini zetu zinaweza kuunganisha au kugawa. Leo hii taarifa nyingi husambaa bila kuthibitishwa kwenye mitandao ya kijamii. Uvumi, habari za uongo na maneno ya chuki vinaharibu uaminifu na kudhoofisha jamii zetu. Kabla ya kushiriki, jiulize swali rahisi: je, taarifa hii ni ya ukweli? Tuthibitishe vyanzo, tukatae upotoshaji, tuseme hapana kwa taarifa za uongo. Skrini zetu zinapaswa kuwa madaraja na si silaha. Kivu News Info inakuita kuwa na uwajibikaji wa kidijitali. Pamoja tuchague umoja, ukweli na amani. Ujumbe huu umetolewa na kuzanishwa na Wizara ya Ulaya ya Mambo ya Nje kwa kushirikiana na Search for Common Grounds.